Kuna kila sababu ya kuamini kwamba nchi ya Iran na nchi ya Israel ndio watakaokuwa wanufaika wakuu wa mgogoro unaoendelea baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani. Na kuna kila sababu ya kuamini kwamba nchi ya Marekani na baadhi ya nchi za Kiarabu, yani majority au nyingi katika nchi za Kiarabu, ndizo zitakazokuwa nchi ambazo zitakuwa zimepata hasara katika mwisho wa mgogoro huu, isipokuwa labda nchi kama ya Oman kwa upande mmoja au mwingine. Na katika upande wa nchi ya Marekani tunazungumza hivi kwa sababu Marekani ni nchi ambayo ilikuwa ikiaminika zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati, na nchi nyingi katika eneo la Mashariki ya Kati zilikuwa zikiamini kwamba Marekani ana uwezo wa kutoa ulinzi ambao hakuna yoyote anayeweza kuvunja ulinzi ambao unatolewa na nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini kwa hali inavyoendelea sasa hivi katika eneo la Mashariki ya Kati, kilichobadilika ni saikolojia ya kwamba badala ya Marekani kwamba anaweza kutoa ulinzi, bali hivi sasa Marekani ana uwezo mzuri wa kuvuta hatari katika maeneo husika. Maana Marekani anapoweka uwekezaji wake wa bezi na mfano wake, maana ni sawasawa na kuivuta hatari katika maeneo husika. Na katika upande wa nchi za Kiarabu ni kwa kusudia kwamba fikra waliokuwa nayo kwa muda mrefu, maanake hivi sasa ni kama imekuwa ikipungua, kiwango ambacho nchi nyingi za Kiarabu zimeanza kufikiria kutafuta njia mbadala za kuweza kutengeneza mifumo ya kiulinzi. Na ndio maana imeonekana kwa siku za karibuni nchi ya Saudi Arabia imejaribu kutengeneza muunganiko, makubaliano ya kistratejia na nchi kama ya Pakistan, kwa kuzingatia kwamba Pakistan ni nchi ambayo ni nuclear state, ni nchi ambayo ina uwezo wa kinyuklia. Lakini vile vile nchi kama ya Qatar imekuwa ikivutiwa na hilo. Lakini vile vile nchi kama ya Bahrain, ukiangalia hata sehemu ya mapiloti wake wa jeshi wamekuwa wakifanywa training na nchi kama ya Pakistan. Lakini vile ukiangalia katika nchi kama ya Kuwait, haikupita muda mrefu toka kiongozi mkuu wa nchi ya Kuwait aliposaini ile kama amri ya kutengeneza ile sehemu kama ya ushirika wa masuala ya kiulinzi na usalama na nchi ya Pakistan, na badala yake ni kwamba Kuwait watakwenda kufanya uwekezaji mkubwa katika nchi ya Pakistan. Haya ni mazingira ambayo hayakuwahi kuwa experienced katika siku za nyuma, lakini kwa hali inavyozidi kwenda, maana yake sasa hivi tumekuwa tukiexperience hivyo, kwa maana ya kwamba nchi ya Marekani sehemu ya hakikisho lake la ulinzi katika eneo la Mashariki ya Kati ni kama limekuwa likipungua. Kwa nini tunazungumza kwamba nchi ya Israel na nchi ya Iran huenda ndio watakaokuwa wanufaika wakubwa wa jambo hili linaloendelea, au hii hali ya mvutano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran? Katika upande wa nchi ya Israel, kwa sababu zake ziko wazi, na tulikuwa tukizungumza katika siku za nyuma katika vipindi vyetu tukiashiria kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda huenda Marekani asione sehemu salama ya kufanya uwekezaji wake isipokuwa katika nchi ya Israel. Na hili ndio linakuwa sasa hivi limeanza kuwa linadhihiri. Katika sehemu ya mahojiano iliyofanyika siku ya jana baina ya vyombo vya habari vya nchi ya Iran na mshauri mkuu wa masuala ya kijeshi wa kiongozi mkuu wa nchi ya Iran, Meja Jenerali Mohsen Reza, katika maelezo yake alizungumza mabadiliko ya jeshi la Marekani, kwamba jeshi la Marekani kwa muda mrefu lilikuwa limewekeza ile Central Command yake, makao yake makuu katika ile eneo la Mashariki ya Kati, hasa ilikuwa ni katika nchi ya Qatar katika base ya Al-Hudaydah. Lakini kutokana na mtiririko wa mashambulizi ya nchi ya Iran ililazimisha Marekani iweze kuhama kutoka katika base ya Al-Hudaydah pale katika nchi ya Pakistan, nchi ya Qatar, kuhamia katika nchi ya Jordan. Na kinachoonekana mtiririko wa mashambulizi mengi yaliokuwa yakifanyika ya nchi ya Iran kushambulia katika nchi ya Jordan ilikuwa ni kwa lengo la kuilazimisha Marekani iweze kuhama pia katika upande wa Jordan. Na kile ambacho kimezungumzwa na Mohsen Reza ni kwamba hivi sasa command center ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati imehamishiwa katika nchi ya Israel. Katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ni kwamba imekwenda vile ambavyo tulikuwa tukizungumza sisi siku za nyuma, kwamba kwa mazingira yaliyopo, maana yake sehemu inaweza kuwa na usalama zaidi kwa nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, maana yake itakuwa ni nchi ya Israel. Na kwa nini Israel itakuwa ni sehemu yenye usalama zaidi katika nchi ya Marekani? Ziko sababu kama 3 takriban au 4. Sababu ya kwanza ni kwa sababu Israel ni nchi ambayo uwekezaji wake katika upande wa masuala ya zile mifumo ya ulinzi, zile air defense system, ni kubwa zaidi kuliko nchi yote katika eneo la Mashariki ya Kati. Haina maana kama ni mifumo ambayo haipitiki.
Iran wamethibitisha kwamba wana uwezo wa kupita katika mifumo husika, lakini nafuu yake ni kubwa zaidi kuliko maeneo mengine katika eneo la Mashariki ya Kati. Hiyo ni point number 1. Lakini point number 2, mfumo wa nchi ya Israel katika upande wa jeshi lake wanatumia zaidi strategy mbili. Cha kwanza wanatumia offensive strategy, lakini vile vile wanatumia escalation dominance katika upande wa operations zao. Nikisema offensive strategy ni strategy ambayo sasa hivi inatumiwa na nchi ya Iran. Wanapoona hatari sehemu yoyote, wanafanya juhudi kwenda kuiondoa, na ndio maana unaweza kuona kwamba nchi ya Israel imekuwa ikifanya mashambulizi mengi wakati mwingine katika sehemu kama za Jordan, katika sehemu kama za Lebanon, katika sehemu kama za Syria, wakati mwingine inafanya mashambulizi katika sehemu kama za Gaza, kwa sababu ya ule muundo wa jeshi lao, kwamba wanapoona wenyewe kwamba kuna mazingira fulani, kuna kitu ambacho wanaamini kwamba wao ni hatari, basi watakwenda kukiondoa haraka, kama inavyoonekana sasa hivi katika nchi ya Iran, kwamba wanapoona kuna hatari, iko Katari, iko Bahrain, iko Kuwait, iko Jordan, wao wanaenda kufanya mashambulizi. Maanake all of them, wote wawili wanatumia offensive strategy. Lakini vile vile katika upande wa pili, Israeli wanatumia escalation dominance, na huu ndio msingi mkuu ambao inawezekana ikawa ni nafuu kubwa kwa nchi ya Marekani. Israeli katika tabia yake ni kwamba wanaposhambuliwa kwa bomu moja, wao huwa wanajitahidi kurudisha kwa mashambulizi ya mabomu hata 50 au hata 100 na mfano wake. Maana yake ni kwamba siku zote katika upande wa operation zao huwa wanajitahidi kuhakikisha adui hatawali mchezo ule wa mapigano. Na ndio move ambao vile vile inatumiwa na nchi ya Iran, kwamba Iran na wenyewe vile vile ukiwashambulia hawaendi chini kwamba umeshambuliwa kwa mabomu 5 wenyewe kushambuliwa kwa bomu moja. Hapana, wao wanahakikisha vile vile wanaongeza sehemu ya mashambulizi yao, na ushahidi mzuri ni hata ile operation iliyofanywa na nchi ya Ukraine kushambulia katika meli ya nchi ya Iran iliyokuwepo katika bahari ya Caspian. Kwa maelezo ya Mohsen Reza, Meja Jenerali Mohsen Reza anasema kwamba plani ya kufanya retaliation, ya kulipa kisasi, walikuwa wamepanga kushambulia walau sehemu 3 mpaka sehemu 5 ndani ya nchi ya Ukraine, wakati Ukraine walikuwa wameshambulia katika senta moja ya meli ya nchi ya Iran. Katika mazingira namna hiyo, maana yake unaweza ukaona kwamba mfumo wa nchi ya Iran wanatumia escalation dominance, na mfumo wa nchi ya Israel vile vile wanatumia escalation dominance. Kwa hiyo maana katika muundo wa namna hiyo, maana yake ni kwamba Iran leo itafanya mashambulizi katika nchi ya Israel, hakuna kitachotokea mbele isipokuwa na Israel lazima vile vile wafanye mashambulizi, lakini utofauti wa mashambulizi yao ni kwamba tu wao watajitahidi wafanye mashambulizi kuzidi kipimo walichofanya nchi ya Iran. Katika mazingira namna hiyo, maana yake unatengeneza balance of power, unatengeneza nguvu ambayo itakuwa na wizani wa sawa sawa, kwa maana ya kwamba Iran hawatakuwa wepesi kufanya mashambulizi katika nchi ya Israel, na Israel hawatakuwa wepesi katika kufanya mashambulizi katika nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba upande mmoja utakaposhambulia upande mwingine na ikadhihirika wazi, kuna nafasi kubwa ya kutokea mgogoro mkubwa, kwa sababu hakuna upande utakaokuwa unakubali upande mmoja uweze kuuzidi mwenzake, kwa sababu wote wanatumia escalation dominance. Kwa maana katika mazingira namna hiyo sasa ya kuheshimiana pande mbili, lao Marekani itafanya uwekezaji wake katika nchi ya Israel, hili ndio linakuwa lina nafuu kubwa katika nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati ukilinganisha na maeneo mengine. Lakini katika upande wa nchi ya Iran, maana yake ni kwamba sababu za kuonyesha kwamba wao ni wanufaika wakuu wa mgogoro husika ziko sababu nyingi, na moja katika sababu mama ni ishu ya mlango bahari wa Hormuz. Mpaka sasa hivi inaonekana kwamba nchi ya Iran imekuwa ikifanya mazungumzo na nchi ya Oman katika muundo ambao Marekani wenyewe vile vile wanatambua kwamba kinachoendelea sasa hivi ni mazungumzo baina ya nchi ya Iran na nchi ya Oman. Na tunasema kwamba ishu kama mlango bahari wa Hormuz inaashiria wazi kuongezeka kwa nguvu ya nchi ya Iran, ni kwa sababu Iran, moja katika msimamo wao ni kwamba discussion ya Hormuz haihusu nchi ya Marekani. Discussion ya Hormuz inaihusu nchi ya Iran na nchi ya Oman, na hicho kinaonekana vile vile kimethibitishwa na nchi ya Marekani. Leo wakati anaulizwa maswali Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Marekani, alizungumza wazi kwamba kuna sehemu ya mazungumzo ambayo imekuwa ikiendelea baina ya nchi ya Marekani, nchi ya Iran pamoja na nchi ya Oman. Hii ni kuonyesha kwamba Marekani wametambua kile kinachoendelea katika sehemu ya mazungumzo ya baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Oman, na katika framework au katika muundo ambao umetengenezwa na nchi ya Iran.
Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo lingine vile vile la kuonyesha kwamba nguvu yake itakuwa ni mnufaika wa mgogoro huu, maana yake ukiangalia hata kile ambacho wanakubaliana sasa hivi na nchi ya Oman kinaonekana wazi kabisa kwamba Iran bado itakuwa ndio ina nguvu zaidi katika makubaliano hayo. Kwanza kabisa kwa sababu Iran imetaka kucontrol swala la meli ambazo zinaingia katika ghuba ya Uajemi. Kucontrol meli zinaingia katika ghuba ya Uajemi, hii ni moja katika strategic points. Ni moja katika pointi ya kistratejia, kwa kuzingatia kwamba unapo control kinachoingia katika ghuba ya Uajemi, maana yake ni kwamba una control usalama wa kila kinachoingia, kwamba isije ikaingizwa vitu ambavyo mwisho siku vikaleta madhara katika nchi husika ya Iran. Kwa hiyo hii ni moja katika pointi yao ya msingi ya kwamba kila kinachoingia katika ghuba ya Uajemi ni lazima wao ndio wafanye ukaguzi. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili, kile kinachotoka kinaweza kikahiarishwa kwamba kinaweza kikapita labda katika upande wa nchi ya Oman, lakini mwisho wa siku ni kwamba Iran itakuwa ina uwezo wa kuinterfere, wa kuingilia pale wanapoona kwamba kile kinachopita hakijaenda kulingana na makubaliano ya baina ya nchi ya Iran na nchi ya Oman. Katika mazingira ya namna hiyo, maana yake inaonekana wazi kabisa kwamba mwenye supervision au mwenye usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz atakuwa ni nani? Na isha mlango bahari wa Hormuz maana yake ni ishu kubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa kuzingatia kwamba uchumi wa eneo la Mashariki ya Kati unategemea mafuta zaidi, ambayo kwa ile mafuta kuweza kusafirishwa kwa kiwango kikubwa hasa zinatumika meli, na meli lazima zipite katika mlango bahari wa Hormuz. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba anayecontrol mlango bahari wa Hormuz ndiye anayecontrol uchumi wa eneo la Mashariki ya Kati. Lakini ukiachilia mbali hapo, tungeweza kusema kwamba kuna njia mbadala labda kutumia katika upande wa Bab al-Mandab, lakini mwisho wa siku ni kwamba nguvu inayosumbua sasa hivi katika upande wa Bab al-Mandab ni kundi la Houthi ambalo liko katika himaya ya nchi ya Iran, kwa ukizingatia kwamba nchi ya Saudi Arabia sasa hivi imejikuta inapita katika wakati mgumu kwa sababu ya operation ya Houthi. Houthi wametengeneza mlinganyo mpya ya kwamba hata drone tu ikiingia katika airspace yao wao wanafanya mashambulizi, na ndio kile kilichoonekana katika siku ya leo kwamba kundi la Houthi limefanya mashambulizi katika nchi ya Saudi Arabia katika airport ya Najran. Pale tu ilipoonekana kwamba kuna drone zimepita katika sehemu ya Al-Hudaida ya Hudaida, katika ile bandari ya Hudaida na mfano wake. Lakini vile vile wamefanya mashambulizi katika meli ambayo ilikuwa ina bendera ya nchi ya India, ilikwenda kuchukua mafuta katika nchi ya Saudi Arabia katika ile bandari ya Yanbu upande kule wa Bahari Nyekundu. Wakati inapita ikashambuliwa kwa sababu tu wanatekeleza katazo lao la kwamba hakuna mtu kwenda kuchukua mafuta au hakuna mtu kwenda katika bandari ya Saudi Arabia. Kama vile bandari yao ilivyozuiwa ya Hudaida, basi na vile vile bandari za Saudi Arabia hazitaweza kuoperate. Kwa hivyo katika mazingira namna hiyo inaonekana wazi kwamba nguvu ya nchi ya Iran maana yake imekuwa imetapakaa kuanzia katika upande wa mashariki, yani katika upande wa mlango bahari wa Hormuz, mpaka upande wa magharibi katika upande wa Bab al-Mandab. Hiyo ni katika upande wa control yake katika mlango bahari wa Hormuz, kwamba hivi sasa inaonekana wazi mwenye nguvu na mlango bahari wa Hormuz inabaki kwamba ni nchi ya Iran, japokuwa mazungumzo baina ya nchi ya Iran na nchi ya Oman vile yanazungumzwa kama ni mazungumzo ya muda mfupi. Mbele kuna mazungumzo ya muda mrefu ambayo yatafanyika baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani, lakini kiujumla ni kwamba kitendo cha Irani na Omani kukaa chini kukubaliana na Marekani wakaadmit kwamba kuna mazungumzo yanaendelea baina ya Iran na Omani na sio Marekani, maana yake ni kuashiria wazi kwamba ni nchi ambayo imekuwa inadhihirisha kwamba ina nguvu, lakini vile vile mgogoro huo mpaka mwisho wake itaendelea kuonekana kwamba ni nchi ambayo ina nguvu katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini pia ukiachilia mbali hapo, muundo wa operesheni zake, Iran imekuwa ikifanya operation sehemu yote. Katika usiku wa kuamkia siku ya Jumanne wameweza kushambulia katika nchi ya Kuwait, wameshambulia katika mji wa Doha katika nchi ya Qatar. Imekuwa ni mwenendo unaenda katika style ya namna hiyo. Wameshambulia katika sehemu za Erbil katika upande wa kule Iraq. Imekuwa mwenendo unakwenda katika style ya namna hiyo, kwamba wanatumia offensive strategy, wanatumia ule mfumo kwamba wanapoona hatari sehemu yote wanafanya mashambulizi. Tena wanafanya mashambulizi katika kipindi ambacho Marekani walikuwa wameweka deadline ya Jumanne kwamba ihakikishe mlango bahari wa Hormuz umekuwa uko wazi, deadline ya Rais Donald Trump, lakini Iran wamekuwa hawajali hilo, bali
hata yale ambayo yanaonekana kwamba kuna sehemu ya makubaliano yanaweza yakafikiwa katika siku ya Jumanne au Jumatano, yani leo Jumanne au Jumatano, kama ilivyokuwa inazungumzwa na waziri wa fedha wa nchi ya Marekani Scott Bessent, lakini mwisho wa siku ni kwamba makubaliano yote yatakayokuwa yamefikiwa hivi sasa yanaonekana wazi yatafikiwa kwa mujibu wa namna ambayo itakayokuwa na manufaa na nchi ya Iran. Na hii ni kwa sababu ya kile ambacho kilikuwa kimezungumzwa pia na Majlis, ile ya kikao kile cha wale viongozi wa dini wa nchi ya Iran, kwamba hivi sasa makubaliano yote na nchi ya Marekani, iwapo yatatokea, basi yanatakiwa yakubalike kwa mujibu wa kiongozi wao mkuu Mujtaba Ali Khamenei atakapokuwa yeye ametoa maono yake kwamba nataka iwe hivi na hivi na hivi. Hakuna tena kinyume cha kusimamia zaidi ya hicho ambacho wao wanakitaka. Kwa hiyo kiuhalisia ni kwamba kile kinachoonekana wazi kwa mambo yanavyozidi kwenda, Israeli itakuwa ina nafasi ya nguvu katika siku zijazo, kwa sababu Marekani, maana yake ni kwamba sehemu yake ya kuwekeza nguvu yake kubwa katika eneo la Mashariki ya Kati itabaki ni sehemu moja ambayo itabaki ni sehemu ya Marekani, itabaki ni sehemu ya nchi ya Israeli. Na hivi vile kwa kuzingatia kwamba protocol ya nchi ya Iran hivi sasa ni kuhakikisha kwamba base za Marekani zinaondoka katika eneo la Mashariki ya Kati. Maana yake kila base ya Marekani ilipo inaonekana kama ni tishio katika mazingira na hiyo, maana yake mashambulizi yatakuwa yafanyike katika sehemu husika. Lakini vile katika upande wa nchi ya Iran inaonekana wazi kwamba kwa kadri siku zinazozidi kwenda, Iran wameweza kuwa wameonyesha uvumilivu wa hali ya juu, kwamba ina maana vitisho na vishindo vya nchi ya Marekani havikuweza kuwatoa katika sehemu ya kile ambacho wao wamekuwa wakisimamia. Lakini mwisho wa siku, kwa kadri siku zinazozidi kwenda, ni kwamba inaonekana kama pumzi ya nchi ya Marekani inaelekea kuchoka, kwa sababu mgogoro ambao walikuwa wamekusudia wao kuingia na nchi ya Israel ulikuwa ni mgogoro ambao nadharia zake zinatofautiana. Marekani na Israel wao walikuwa wamekusudia mgogoro wa muda mfupi, wafanya operation ya muda mfupi. Hata ukisikiza baadhi ya maelezo yalikuwa kifanyika baina yule senator wa Marekani aliyefariki Lindsey Graham pamoja na waziri mkuu Netanyahu, ilikuwa ni kwamba wanakwenda kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Iran. Baadaye wananchi wa Iran wanalipuka, wanaingia mtaani, hawataki tena utawala umeanguka. Hiyo ndio ilikuwa hesabu ya nchi ya Marekani. Lakini nchi ya Irani hesabu yao ilikuwa ni kwamba tunahitaji tuende raundi nyingi. Ina maana kama ni katika upande wa boxing, Marekani walikuwa wamekusudia labda raundi moja, raundi mbili, hiyo game imekwisha. Wakati wale wa Irani walikuwa wamekusudia waende hata raundi 12. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba ile pumzi ni kama imekwisha. Na ndio maana inaonekana sasa hivi ripoti nyingi zinaonyesha kwamba zile anti-missile weapons, zile silaha za kutungulia makombora ni kama zimepungua. Zile long range missiles, silaha za masafa marefu ambazo manake zinakuwa ni muhimu zaidi, kwa sababu zinaruhusu zile mashambulizi yale ya kwamba ndege inaweza ikashambulia ikiwa iko mbali bila kuingia katika zile kill zone, katika yale maeneo ambayo yenyewe inaweza ikashambuliwa, ni kama zimepungua kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo ina maana maandalizi ya nchi ya Marekani hayakuwa ni maandalizi ya mgogoro kuwa ni wa muda mfupi, ilikuwa ni wa muda mrefu. Plani yake ilikuwa maandalizi ya mgogoro huo ni wa muda mfupi wamalize. Lakini kwa upande wa nchi ya Iran, wao plani yao ilikuwa ni kwamba mgogoro utakapotokea baina ya Iran na Marekani utakuwa ni mgogoro wa muda mrefu, na ndio maana maandalizi yake yameanza takriban kama miaka 20 miaka 30 nyuma. Wamekuwa wakijiandaa na hilo. Hata ule mfumo wao wa ndani ule wa kisiasa au wa kijeshi wakawa wameutengeneza ile mosaic strategy, kwamba kila jimbo lina uwezo wa kujisimamia lenyewe, maana yake likazalisha silaha zake na mfano wa namna hiyo, likafanya operation hiyo kwa kujitegemea. Kwa ina maana wenyewe Iran walikuwa wamejiandaa kwa long time battle, kwa mgogoro wa muda mrefu. Lakini Marekani walikuwa wameingia katika mgogoro huu, walikuwa ni kama hawakujiandaa kwa mgogoro wa muda mrefu, walikusudia kwamba waende mara moja waweze kumaliza kazi. Kwa hivyo matokeo yake ni kwamba mwisho wa siku pumzi ya nchi ya Marekani inaonekana kama imepungua, na ndio maana mara nyingi amekuwa akihitaji mapumziko, kwamba waende ceasefire kidogo, ajikusanye tena, arudi tena katika mgogoro, aende afanye ceasefire kidogo, tena katika mgogoro, jambo ambalo mwisho wa siku ni kwamba kwa hivi sasa katika nchi ya Iran ni kama halina nafasi, na ndio maana wameendelea kumaintain status yao ile ile kwamba wenyewe wataendelea kufanya mashambulizi kwa sababu hawana ceasefire na nchi ya Marekani. Kwa hiyo kiuhalisia ni kwamba kile kinachoendelea bila shaka kitakuwa huenda kikasadifu kile ambacho tutakizungumza katika siku za nyuma, kwamba huenda nchi ya Israel mwisho wa mgogoro huu ikawa ina nguvu, lakini vile vile nguvu ya nchi ya Iran bila shaka itaendelea kudhihiri
kadri tunavyoelekea katika baadhi ya kama mahitimisho fulani ya mgogoro husika, pamoja na kwamba hatuna imani kwamba mgogoro utakuwa umekwisha moja kwa moja, lakini kiujumla, pamoja na yote tuliyozungumza, bado tutakuwa tuna muda wa kuendelea kulitazama jambo husika, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira itakayokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.